بسم الله الرحمن الرحيم. Eneza elimu. Maji yafanye nini? Hayakutani. Lakini siku ya kiyama zitachanganywa. Bahari hii na hii zote zitachanganywa kuwa kitu kimoja. Mifumo yote inabadilika. Wa idha al-quburu bu'thira kullu turabuha, na pili ardhi itakapobadilishwa udongo wake. Inabadilishwaje? Udongo wa chini inatakiwa uje juu na wa juu uende chini. Maana huwa wa juu watu wamemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ardhi tunayoishi ni ardhi mbovu sana, mbaya. Kwa nini? Kwa sababu juu yake anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kiyama katika ishara zake ardhi itageuzwa, kutolewa hii iliyoko juu iende chini na ya chini ije juu. Na itakapogeuzwa na waliomo ndani ya makaburi watapanda waliomo ndani ya makaburi. Kullu turabuha liba'thi man fiha min al-amwat, itageuzwa ardhi yake ili wafufuliwe waliomo ndani ya nini? Ya ardhi. Kwa hiyo itageuzwa. Itakapogeuzwa maana yake vilivyomo ndani vyote vitapanda juu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam hizi aya zilizemzesha. Hali hiyo ikionekana, alimat nafsun ma qaddamat wa akhar. Inda dhalika ta'lamu kullu nafsin ma qaddamat min 'amalin wa ma akhar. Hali hiyo mwanadamu atajua yale aliyotanguliza katika matendo mazuri na yale aliyochelewesha. Unajua mwanadamu anajua, na mwanadamu atakapoona mauti umemkuta atakumbuka. Hatta idha jaa adamul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Atasema rabbi irji'uni, Mola wangu nirejeshe, la'alli a'malu salihan fima taraktu, nikafanye mema niliyoyaacha. Wallahi mwanadamu anajua kwamba kuna matendo ambayo Allah anataka nifanye lakini mimi nimeacha. Rabbi irji'uni, sababu mauti umekaribia, sema Allah nirejeshe, nikafanya nini? La'alli a'malu salihan, nikafanye mema. Mimi si swali, mimi nimechezea funga yangu Ramadhani, nimezichezea. La'alli a'malu salihan fima taraktu, nikafanya mema niliyoyaacha. Kalla, sivyo. Innaha kalimatun huwa qailuha, hayo ni maneno anayasema tu kwa sababu anaona maisha yameisha. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, na mbele yao kuna maisha ya kaburi, wataishi mpaka kufufuliwa. Sasa hali hiyo kila mtu ataona la nichelewa. Ya ayuhal insan, ya ayuhal insan kafir birabbik, ewe mwanadamu unayemkufuru Mola wako. Ya ayuhal insan, ewe mwanadamu, ma gharraka birabbika alkarim, ni kitu gani kimekudanganya kuhusiana na Mola wako mtukufu, kwamba ikafikia kipindi wewe ukashughulika na dunia mpaka ukamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka ndani ya mwezi wa Ramadhani mtu amekaa anashughulika na mambo ya dunia mpaka amesahau kama dhuhuri imeingia, mpaka amesahau asri. Ya ayuhal insan, ewe mwanadamu. Na ikija neno insani ndani ya Qur'an yashmul almu'min wal kafir, sio ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhal insan, ewe mwanadamu, imma kafir wa imma mu'min, kwa sababu neno insani anaingia muumini na kafir wote. Lakini ikija ya ayyuhalladhina amanu, hawa ni walioamini. Ewe mwanadamu, ma gharraka bi rabbika alkarim, kitu gani kimekudanganya kunako Mola wako mtukufu? Yaani wewe umedanganywa na nini mpaka ukamsahau Mola wako?
alladhi khalaqak, Allah aliyekuumba, amekutoa kwenye maji, khalaqa fasawwaka, akakurekebisha vizuri, fa'adalak, akakufanyia uadilifu. Kwa nini macho asiyeweke nyuma akaiweka mbele? Ungekuwa ungetisha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala khalaqak, amekuumba, fasawwaka, akakurekebisha vizuri, fa'adalak, akakufanyia uadilifu. Fi ayi surati ma sha'a rakaba, katika umbile lolote ambalo Allah yeye kataka angekuumba ukawa hivyo. Fi ayi surati ma sha'a rakaba, katika umbile lolote ambalo Allah angelitaka yeye angekuumba. Au jadaka ba'da an kunta adraman, Allah amekupatisha baada ya kwamba wewe ulikuwa haupo. Hal ata ala al-insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, kimepita kipindi kirefu kwa mwanadamu alikuwa si kitu chenye kutajwa. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura inna a'tadna lil-kafirin salasila. Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha kwamba wewe ulikuwa upo, faj'alnahu sami'an basira, tukamfanya mwanadamu anasikia, anaona. Inna khalaqna al-insana min nutfa, sisi tumemuumba mwanadamu kutokana na manii na mbegu, amshajin nabtalihi, zilizochanganyikana, faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabil, sisi tunamuongoza njia mwanadamu ya kupita, tumemwelekeza njia iliyo sawa. Anajua mwanadamu hii njia iliyonyooka na anajua hii ni njia iliyopinda. Faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura, tumemuongoza njia mwanadamu, imma amshukuru Allah kupita katika njia iliyo sawa, imma kafuru, imma mkufuru. Lakini ajue inna a'tadna lil-kafirin salasila wa aghlalan wa sa'ira, sisi tumewaandalia wale wanaokufuru wale minyororo na vifungo ambavyo watakavyofungwa na kutupwa ndani ya moto wa jahannam. Kwa hiyo fi ayi suratin ma sha'a rakaba, kalla bal tukadhibuna bid-din, kalla, sivyo, laysa al-amru kama sawartum, jambo si kama nyinyi mnavyoliona. Ayuha al-mughtaruna, nyinyi mliodanganyika na dunia. Bal antum tukadhibuna biyawm al-jazaa, bali nyinyi mnapinga siku ya malipo. Kalla, sivyo, bal tukadhibuna bid-din, nyinyi hayo matendo mnayofanya mabaya maana yake mnakadhibisha kiyama. Hamuoni kwa kuna siku ya malipo? Alafu hapo wa inna alaykum lahafidhin, na sisi tumewahifadhi. Wa inna alaykum lahafidhin, na sisi tumewachunga, tumewahifadhi, tumewadhibiti. Kiraman katibin, mna malaika watukufu waandishi wa matendo yenu. Nyinyi mmejisahau kwamba mnadhibitiwa, mnadhibitiwa, mko chini ya ulinzi. Kila mwanadamu subhanallah ana malaika wawili. Hawa ni wenye kuandika, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, wanayajua yote mnayofanya, na kazi yao inamalizika baada ya wewe kuingia kwenye sakaratul mauti. Hawa kiraman katibina hawa, unapofika wakati wa kufa wao kazi yao inakuwa imefanya nini? Imekwisha. Ni kuli zile kurasa za maandishi yako zipelekwe kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaa huyo ameshaondoka duniani, maelezo ya maisha yake ya dunia ndo haya hapa. Basi washa kukabidhi kwenye mikono ya kwenye kutoa roho. Sasa wewe muda wako umeisha, riziki zako zote zimeisha, na hufi mpaka riziki ziishe.
hapa duniani uondoke mpaka ziishi. Na ikiisha tu lazima ufe. Na ndio maana mtu anakuwa mwenye sakaratul maut, anatengenezewa uji wa limao na ndimu, analetewa, ananyweshwa na mkewe, mwisho wa siku anautapika. Riziki hakuna. Wewe si wa duniani tena. Wewe unatakiwa uondoke. Hata kula nini? Hauna chochote ambacho unachoingiza tumboni. Hawa tayari wamemaliza kazi zao, wamekukabidhi kwenye mikono ya wanani? Ya wenye kutoa roho sasa. Kishakuwa kwenye mikono ya wenye kutoa roho, na wenyewe wanakuja ni watatu. Yuko ambaye atakayetoa roho na kuna wawili wako pembeni. Ukifikia wakati wa kufa utawaona, wajaa ni sakaratul maut bil haq. Utawaona, watakuja. Takaa na wewe mwenyewe ukiwaona utasema hapa nimekwisha. Hapa nimekwisha. Sasa kama wewe ni mwema, watakuja na sura kidogo ambazo zinang'aa, zinafurahisha. Na kama ni muovu watakuja na sura mbaya. Sura zenye kutisha mpaka wanageuka ukutani. Ukigeuka huko unaona wanageuka huko. Unapata wengi mwisho unawaambia wanakuunguza nipelekeni chooni. Wanakupeleka chooni ukifika wala kujisaidii. Mara umeanguka wanakunyanyua na kurudisha tena ndani. Umepata wengi umechanganyikiwa, sakaratul maut, kilevi cha kufa. Mwisho wa siku naamua kuwaambia sasa, jamani sikilizeni. Mimi nina muda sijamwabudu Allah. Kwa mimi naomba nipate muda hapa kusimama nitawale hata niswali. Hamna mzee, muda umeisha. Hakuna wataka kuswali. Muda wa kuswali hamna tena. Ukiona huyu bwana amezidi sana huyu tena afungwe tu, alokiwe kauli tu. Nauliza fulani anaendeleaje, naambia bana amekata kauli. Amekata nini? Same tena. Hapo ukifika mbele yake subhanallah, unamueleza fulani hakuitikii. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah. Hakuna kinachojibu. Allah ameondoa kauli yake. Sema la ilaha illa Allah, hujibiwi. Wanakwambia wewe usizungumzishe huyo amekata kauli. Wewe muone tu, muombe dua, lakini usizungumzishe. Ameshakata kauli. Tuna siku nzima tumemaliza azungumzi. Kakata kauli. Allah amemtekelea mbali, asitamke kwa shahada wakati. Hakuishi na shahada. Sasa vipi atamke shahada? Kata kauli haraka. Basi anawaona malaika wanamwambia tu hapa dakika zinasubiriwa dakika tu. Zile dakika zako za kumalizia zile za reserve zile zinaisha, uondoke katika maisha ya dunia. Yanamjia masimamo. Malaika wanasimama, dhuku honja uchungu wa kufa. Innaka antal azizul karim. Wewe ndio mheshimiwa. Mheshimiwa wewe, unajifanya wewe mheshimiwa sana. Laqad kunta fi ghafla, ulijisahaulisha na kifo. Dhuku innaka antal azizul karim. Onja uchungu wa kufa, wewe ndio mheshimiwa. Laqad kunta fi ghafla, ulijisahaulisha na kufa. Fakashafna anka ghita'ak. Tumekukunjulia macho sasa. Tumekuondolea pazia. Macho yako yanaona vizuri, unaona unapoenda. Kuna la kusema. Shiko na kutoa. Basi, time imefika ambayo wewe unatakiwa uondoke duniani. Malakul maut anaanza kufanya kazi. Anachomoa roho yako. Anaivuta kisawasawa, kama anang'oa atang'oa. Na kuna wengine watangolewa, hazitotolewa, zitamolewa. Ndio Allah amewataja wanaziati gharqa. Allah anawaambia malaika wanaomoa roho za wale wanaomwasi Allah, wanazimoa kwa uchungu. Wanashifati nashta. Na Allah anawaambia malaika wanaozitoa roho za waumini kwa upole, kwa kuzipuliza maumivu yasiwe makali. Mwingine roho inamolewa, mwili sehemu zote za wazi zinatoa damu. Macho yanatoa damu, mapua yanatoa damu,
masikio yanatoa damu, kinywa kinatoa damu, mpaka sehemu za siri mbele na nyuma zote zinatoa damu. Ishara mbaya, ishara mbaya. Hadishi duniani na kujipanga. Maarifa kadra Ramadhani, hakujua thamani ya Ramadhani. Asa Allah fi Ramadhani, alimwasi au ndani ya Ramadhani. Lam yusalli fi Ramadhani, hakusali ndani ya Ramadhani. Sasa dunia inaiacha, hana la kusema, roho inatolewa. Masimamo mengine yanakuja mwisho. Walaula idha balaghat al-hulqum, mbona roho inafika kwenye koo? Sasa wewe ulikuwa bouncer, zile roho isitoke. Mwingine kwa sakaratul mauti analia, mwingine kwenye sakaratul mauti na chozi analia. Kinachotesa ni nini? Masimango. Walaula idha balaghat al-hulqum, roho mbona imefika kwenye mishipa, kwenye shingo. Watu hinaidhi tandurun, na ndugu zake mnamwangalia, hamna cha kumsaidia. Tumeona mmeita daktari hapa, lakini hamna kitu, hamna kitu. Hakuna daktari anaweza kutibu hapa. Tayari wa idha almaniyati anshabat adfara almayta kull tamima la tanfa. Mauti yanaingiza kucha kwenye mwili wa mwanadamu, hakuna daktari wa aina yoyote atakayeweza kusaidia. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Sisi tuko karibu na huyu anayekufa kuliko nyinyi, walakin la tubsirun, lakini nyinyi hamuoni. Walaula in kuntum ghayra madinin tarjununa kuntum sadiqin. Ghafla amefanya nini? Amefariki. Na mwingine kwenye sakaratul mauti yuko vibaya, kauli ipo, lakini anaambiwa sema la ilaha illa Allah. Yeye anataja magari, subhanallah. Qul la ilaha illa Allah, tena ataja jina fulani aipigana, sema ashhadu an la ilaha illa Allah. Yeye anataja viwanja. Kuna viwanja viko mji mwema vile, inabidi kuviangalia vizuri. Fulani sema ashhadu an la ilaha illa Allah, anasema kuna gari ku garage, inabidi muiangalie. La hawla wala quwwata illa billah. Wa huwa fi sakaratul maut, yuko kwenye kilevi cha kufa, anakufa na dunia. Anaitwa je, sema ashhadu an la ilaha illa Allah. Yeye anasema na yule mwanangu alikuwa yudo, maendeleo yake yakoje? Kasahaulishwa, hakuishi na la ilaha illa Allah. Yeye aliishi na dunia wakati wa kufa, kama wewe uliishi na dunia. Haukuishi na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atakuletea dunia, utakumbuka dunia katika sakaratul maut. Allah asikukumbusha swala, wewe ulikuwa kuswali, anakukumbusha nini? Hutakumbuka swala. Utakumbuka dunia, utakumbuka mambo yako, gari zako, nyumba zako. Unasema ashhadu an la ilaha illa Allah, unaambia hebu muiteni mama fulani, mke wangu aje hapa. Muiteni kwanza aje. Kama changamkio hivi, huyu apatwa na nini? Mbona ukimuita fulani anaitika ndio, lakini ukisema ashhadu an la ilaha illa Allah anataja vitu vingine. Anasahaulishwa kwa sababu yeye hakujishughulisha na Allah subhanahu wa ta'ala, hakujua lengo la kuleta duniani. Yeye akajua kwamba duniani amefika tu anakuja kurelax, mwisho wa siku ataondoka, hamna shida. Sasa amesahaulishwa yote ya Allah, yote yamesahaulishwa. Mwisho wa siku watu wanaona bana, mwacheni huyu, mwacheni. Maana kila anayekuja anamtafutisha shahada jamaa. Sasa amepatwa na nini? Sio kapatwa na nini? Huyu hakuishi na la ilaha illa Allah. Hapo nadhani mwisho kasahaulishwa. Kwa hiyo ndugu yangu, inabidi ujiandae vizuri. Jiandae vizuri na siku hiyo ambayo ni nzito. Na ndio maana leo sisi tumefunga. Ona maana tumefunga kwa ajili ya nini?
Kwa sababu tunajua habari inayokuja baada ya maisha haya ni sakaratul maut. Tumefunga kwa nini? Tunajua kuna jahannam. Ndio maana hata nikija kubwa unajiziwia, kwa sababu unajua hapa nikifanya mchezo Allah subhanahu wa ta'ala ataniadhibu kisawasawa. Ndio maana hata wazinifu wamefunga. Sababu wanaona la si mwezi huu. Japo huwa yawezekana ni hofu ya mwezi, kwa sababu kwenye kufunga kuna sampuli mbili. Kuna ambao wamefunga wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna ambao wamefunga wanaiogopa Ramadhani. Sababu ya mwezi huu si mchezo. Kwa hiyo wao hofu kubwa Ramadhani wala si Allah. Ndio maana Ramadhani kisha atatambulisha kimada. Hamna cha kimada alikuwa amebaki. Ramadhani kisha bana rudi, Ramadhani kisha. Kwa hiyo wewe rudi tuendeleze maisha. Huyo alikuwa na ugoba Ramadhani. Kwa hiyo inahitaji maandalizi makubwa. Wa inna alaykum innal ladhara la finai. Wale waliofanya mazuri. Innal ladhara, hakika wale waliofanya mazuri walijipinda ndani ya Ramadhani. Walisimama ndani ya Ramadhani. Walijiweka mbali na machafu ndani ya Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa ngao ambao lichomo. Innal abrara la fi na'im. Hakika wema waliofanya mazuri watakuwa katika neema. Katika neema. Neema nyingi. Watapewa mito ya maziwa, mito ya asali, mito ya mvinyo, azwaji mutahhara, wanawake walio warembo. Watapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ndani ya pepo. Ridwanu min Allah, wameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa nini msijipinde? Kwa nini msijipinde ndani ya mwezi huu? Sio jipinde. Na mwezi huu ndio maandalizi yako ya kufa. Unaona mwezi huu ndio maandalizi yako ya kufa. Sababu lengo la mwezi huu pia ni wewe ili ujiandae kufa, ujiandae na kifo. Si uchamungu. Uchamungu al-khawf min al-jalil. Qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu lamma su'ila an taqwa, aliuliza Ali ibn Abi Talib uchamungu, alisema al-khawf min al-jalil, ni kuwa na hofu na Allah, wal amalu bitanzil, na kuifanyia kazi Qur'an, wasti'dadu li yawmir rahim, na kujiandaa na siku ya nini? Ya safari. Sio unasahau hii safari hii. Na hii safari nzito inahitaji maandalizi. Laisa al-gharibu gharibu Sham wal Yaman. Sio kwamba mtu ni mgeni aliyefika Sham Yemen, hajaenda Dar es Salaam akajiona mgeni sana. Innal ghariba gharibu al-lahdi wal kafar. Mgeni ni mgeni wa sana na mwanandani. Mimi nakukumbusheni ndugu zangu, nunueni sana mwenazo ndani. Ukiona umechemka, dunia imekusonga sana, jifunike sana. Hakadha ashu salaf rahimahumullah ta'ala. Hivi ndivyo walivyoishi salaf. Wewe tunaishi ndani ya sana. Si mtoto wala mkubwa. Ndani ya nyumba zetu tuishi na sana. Ili ukiona mambo magumu, sanda ikubusi. Uchukue sanda uvae, kisha uiambie nafsi yako utakufa na utaiacha dunia. Unajikuta umerudi kwenye mstari mwingine. Maana hauna cha kukumbusha. Moyo wako wenyewe sugu. Hauna cha kukumbusha. Mawazo msikitini yamedunda. Aya za Makka na Madina zimedunda. Basi kama ni hivyo, basi sana chukua. Kama hiyo ndani. Ukiona mambo mazito, maana tukikwambia uingie kwenye jeneza utasema naweza nikabaki humo humo. Lakini jeneza ni picha kawaida tu, unaweza kuingia na ukalala, ukaiambia nafsi, ewe nafsi, hapa nilipo ndani ya jeneza. Na wewe unaona ni masala tu kwa sababu bado niko hai. Lakini huko mimi nitaingia. Kwa hiyo usilete mchezo hapo, usinisumbue mimi. Achana na mimi. Vijana wanaambiana kuna buku 10 uko tayari kuingia ndani ya jeneza. Hiyo ya moto hiyo. Maana sasa nikaingia stoke.
ikawa ni mazima. Kumbe unaweza kuingia tu kama kujipiga dawa mwenyewe tu. Maana nafsi imezidi, inatamani sana dunia. Masahaba wanamwambia Mtume ya Rasulullah, sisi tukana wewe unatupiga dawa, nyoyo zetu zote zinakumbuka akhera. Lakini tukirudi nyumbani tukibebishwa na wake, mara tukisahau. Mtume akawaambia ndio nafsi zilivyo hivyo. Kuna muda zinakaa hivi na kuna muda zinakuwa hivi. Kinachohitajika ni nafsi kuwa unaikumbusha. Usiache tu ipoteze mazima. Wala iacha tu ile mazima, italala mazima. Unaizimua. Ile unaingiza hofu na uoga na unaaba ngoja nirudishe kasi nyuma. Maana kimbia sana kimbizana na dunia. Wa inna al-fujjara la fi jahim. Na wao wanaingia ndani ya moto. Fujjara wanaofanya maovu, hawataki kusali, hawataki kufanya mazuri. Wao wamefika duniani kama watotoka. La fi jahim, wataingia ndani ya moto. Yaslaunaha yawma din. Wataingia moto huo siku ya nini? Siku ya kiyama. Watakusanywa, watasongwa na moto huo siku ya kiyama. Kwa hiyo aya hizi ni aya ambazo zinazidisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya hizi zinazidisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wewe inabidi uingie na aya hizi. Yadkhuluna yawma din, wataingia ndani ya moto huo siku ya kiyama. Ayuha rasul, anaelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama hum anha bighaibin. Hao walaysa anha bighaibin abada, na wala wao hawatojificha ili wasiingie motoni. Hawatokimbia, lazima watanaswa. Kuna watu siku ya kiyama kabla watu wajiingie motoni wala peponi, jahannama inakuwajia yaumaidhin bi jahannam. Siku hiyo jahannama itakuja. Unajua moto nao unajua majina ya watu. Kalla inna lava nazaata lishaw tadru man adbara wa tawalla. Moto unajua majina ya watu. Mapema unaanza kutaja wewe fulani, orodha hii imekuja nayo, ninyi mnaingia huko bila hata hesabu joeni. Hakuna cha hesabu wala nini. Kama watu watakaoingia peponi wengine bila hesabu. Unajua peponi kuna watu wataingia bila adhabu wala hesabu. Nyinyi ndeni bana, nyinyi hamna shida. Wazangu na mimi ndio tutapita pale kwanza kukabuliwa nini? Jam kubwa. Mwisho wa siku unase uanze kuomba na wewe usaidiwe, hamna kitu. Ukatafute madeni, labda kuna watu walikuwa na wadai madeni, hamna. Wewe una deni ulikuwa na mdai. Ukipita wenzako wanaomba wenzao madeni yao wanajichukulia, wewe unaangalia hakuna hata mmoja. Siku ya kiyama mtu kama hata ni uswali wa mtu atakumbuka. Hata kama ni kiwende alikuwa akatakucha, kama aliibiwa atakumbuka, niliibiwa na fulani, inabidi arudishe. Kumbukumbu za kuibiwa zitakuwa ziko vizuri. Kwa hiyo wama adraka ma yawmid, kitu gani kitakachokujulisha ni Muhammad siku ya kiyama? Thumma ma adraka ma yawmid, kisha ni kitu gani kitakachokujulisha kiyama? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Hiyo ni siku ambayo mtu hataweza kumsaidia mwenzie, hataweza. Wal amru yawma idhin lillah, na siku hiyo ya kila kitu iko katika mikono ya Allah. Allah ndiye anasimamia hiyo. Ukitaka kujua siku hiyo, hakuna mtu kumsaidia mwenzie, hakuna mtu atakayeweza kumsaidia mwenzie. Kila mtu analilia nafsi yake. Watu wanadhulumiwa, manabii wanashuka kwenda kwa Allah kumuomba wahesabu
hiyo mimi mwenyewe naona hamna kusogea pale. Allah leo hasira sio za kawaida. Manabii wote wakafiri. Unadhani siku hiyo ni mchezo? Ndio maana tunajipanga kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi huu aweze kutusalama dhambi yetu na tuache huru na moto wa jahannam. Rabbana sirif 'anna 'adhab jahannam. Kama ombi yako muombe Allah aweze kukuepusha na moto wa jahannam. Jahannam inakuwa tunasala majulizo kuna kuchoto kali. Faqala min fayhi jahannam. Mkiona joto ni kali, jahannam inapumua. Itulizeni kwa kutawadha na kwa kumsujudia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndio maana unaona watu wamefunga, watu wamejizilia na mabaya, ni kwa sababu ya hofu ya kuogopa siku ya kukutana na Allah na kuiogopa jahannam. Tumeulizwa jahannam akasema nini? Yuta yawmaidhin bi jahannam, siku hiyo utaleta watu wa jahannam laha 70,000 simamin. Jahannam ina minyororo 70,000 maa kulli simam, katika kila mnyororo mmoja 70,000 malakin yajuruna. Kuna malaika 70,000 wanaiburuza jahannam kuipeleka mbele ya Allah. Utapiga kalkuleta hesabu ya malaika mpaka hesabu ifike. Utapiga hesabu mpaka utachemka katika viumbe vikubwa vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, fattaqun nar wala bishiqqi tamra. Tumesema ukopeni moto japo kutoa sadaka ya nusu ya tende. Ukopeni moto. Kwa hiyo kumbuka madhambi uliyomwasi Allah, umwambie Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Allah wewe ni msamehevu, unapenda msamaha, naomba unisamehe. Allah atakusamehe. Mwezi wa Allah ana huruma sana. Kuna watu wanapewa na ziada ndani ya mwezi huu. Wewe mwenyewe kwamba unataka kusamehewa, wewe mwenyewe na ushetani wako na balaa lako. Wewe mimi sitaki kusamehewa. Lakini msamaha ni uko nje. Kila siku kuna kundi la watu wanaacha huru na moto mpaka mwezi mzima unaisha. Mishale ilikuwa inaonyesha hawa wanakumbia motoni. Hizo minan nar, wanaacha huru na moto. Ndio maana sala tunasema la mukhira ahla al-qubur, lao wangepewa hiari waliomo ndani ya makaburi kwamba kuna ofa ya kurudia duniani siku moja. Mnatamani kuna ofa kwamba kuna kurudi duniani siku hii moja. Hivi nyinyi mnatamani iwe ni katika mwezi gani? La tamannu yawman min ramadhana, wangetamani siku moja ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wasingetamani Shaaban wala Dhulqa'da wala Dhulhijja wala nini wala Muharram. La tamannu yawman min ramadhana, wangetamani siku moja ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lianna yawman min ramadhana, kwa sababu siku moja ndani ya Ramadhani kuna rizqu min an-niran, kuachwa na moto wa jahannam. Kwamba hivi visago ndio vingekuwa vimeishia hapo, kwamba kichamo sasa ndio kingekuwa kimeishia hapo. Tungerudi na kumwomba Allah atusamehe na tuepushe na moto wa jahannam. Allah angekuwa shahuru na moto. Lakini leo sisi tunaichezea Ramadhani, na Ramadhani hiyo inaondoka. Man kana ya'budu Ramadhani, yoyote aliyokuwa anaabudu Ramadhani hiyo inakimbia zake. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. na anayemwabudu Allah yuhai hapa. Ramadhani yago kwa vilio, kwa huzuni. So yago Ramadhani mwadau ya Ramadhani, bye bye ya Ramadhani. Ndio Ramadhani ndio yuko. Ramadhani ndio kwa vilio. Kwa ibada nzito. أسأل الله السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. من كان عنده سؤال فليسأل. نعم، من يسأل aweza kauliza. Naam. Kama hakuna, subhanaka Allahumma. Naam.
ima kufuru. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Tumeongoza mwanadamu ima apite njia ya kumshukuru Allah, atekeleze amri za Allah, ima kafuru. Imaamua kujiripua mwenyewe kufuru, kapewa khiari. Naam. Ndio. Kwa sababu qadar pia huyu anayefanya matendo haijui. Yaani qadari tunayoongea siku zote, makadirio ya Allah, hakuna mwanadamu anajua kwamba Allah alimkadiria nini. Si ndio? Hakuna anajua kwamba alikadiriwa mwisho wake itakuwa ni mwema au mbaya. Hakuna anajua. Lakini vyote hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amevikadiria kwa hiari yako mwenyewe. Yaani ni wewe ndio umetaka mwenyewe. Yaani wewe ndio umetaka kuwa mwema, Allah akakukadiria kwa katika wewe. Na wewe mwenyewe ndio umetaka kuwa muovu, Allah akakukadiria katika uovu. Kwa hiyo Allah yeye anakupa hiari wewe. Inna hadainahu sabil, sisi tumeongoza mwanadamu njia. Kisha tukampa hiari. Imma shakiran wa imma kafur. Hatukumteza nguvu kama kundi la Jabaria wanasema kwamba mwanadamu ametezwa nguvu, analazimishwa, kila anachokifanya ni kulazimishwa. Hapana, mwanadamu kapewa hiari, anachagua mwenyewe. Na ndio maana wewe unajua wema na ubaya. Wa nafsi wa masawaha, Allah aliyekuja nafsi na yeye aliyoiumba, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tukaifundisha nafsi uovu wake na wema wake. Yaani wewe unajua kabisa kwamba zina ni mbaya. Ni nani aliyekunywa pombe akasema hii pombe nzuri, mimi najikurubisha nayo kwa Allah? Hakuna. Ni wakili ndani ya moyo kwamba hii ni balaa, haifai. Ila ni uovu wangu tu, mimi nimeamua kufanyaje? Kunywa. Kwa hiyo Allah ameshamfundisha mwanadamu nzuri na baya. Kwa hiyo yeye mwenyewe mwanadamu anaamua yeye chakula, anaamua kupita njia nzuri au njia mbaya yeye mwenyewe. Naam, subhanallah. Naam. Ni sote, kwa sababu sisi na majini ndio wao viumbe wenye akili. Kwa sababu ni wenye akili ndio tunahusika na pepo na moto. Kwa hiyo sote tutakuwa tumekusanywa sehemu moja. Innal awwalina wal akhirin, wa mwanzo na wa mwisho, la majmuuna ila miqati yawmin ma'lum, watakusanywa eneo moja siku anayojua yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo sote na majini sote tutakusanywa eneo moja kwa ajili ya hukumu, kwa sababu sisi ndio tunaokalifishwa na sheria. Sisi na majini ndio tunatakiwa tuswali, tufunge nini, sisi ndio tunatakiwa tutekeleze hayo. Na ndio tulioandaliwa pepo na moto. Moto na pepo vimeandaliwa kwa ajili ya majini na watu. Wala sio kina mbuzi, wanyama hawapo. Wao hukumu yao ni kulipizana, kutoana mapembe kama walipigana vichwa, wakishamaliza ndio kunywa turabu. Geukeni udongo, basi wanageuka udongo. Na ndio maana wanyama watamshukuru Allah watakapofufuliwa siku ya kiyama. Watamshukuru Allah kwamba wao hawaingia kwenye makubwa, wao ishu yao imeisha na tayari wanageuka udongo. Watawahurumia wanadamu waliopewa akili na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanaingia katika siku nzito, siku ambayo lazima wapite kwenye hukumu na wachaguliwe wazuri na waovu. Wazuri waingie peponi na waovu waingie motoni. Na wewe utatamani labda ungekuwa mbuzi. Si bora ningeumwaga mbuzi nikaona watu wanichinje waninywe supu. Kwa hiyo hayo yote yasubiriwa, yanakuja. Naam. Masaili ya video kisheria anachukuliwa ni yule ambaye anayetoa darasa. Basi ni video ni yule anayetoa darasa kwa ajili ya maslahi ya mali na maslahi ya wengi. Lakini
video kwa kuchukua baadhi ya watu wengine si sheria. Sababu mlango wa picha ni mlango ambao ni hatari. Na wanaochuoni wameufungua kwa ajili ya maslahi ya da'wa. Ndio maana hata sisi watu wanapokuwa wanarekodi ni kwa maslahi ya da'wa. Sisi ni wakali sana kwenye picha. Na ni wakali kwa sababu ya ukiziangalia nusus, dalili zile namna zilivyokuja kwa ukali, kwa maana sisi ni wakali. Isipokuwa kwenye mlango wa maslahi ya da'wa, hapo ndipo mlango uliofunguliwa. Ama kuwachukua na watu wengine, hiyo haifai, hairuhusiwi sheria. Takiwa achukuliwe yule ambaye anayefanya da'wa tu, sababu hiyo ni maslahi ya nini? Ya da'wa. Na kama hakuna maslahi ya da'wa, basi na hiyo nafasi yake. Sababu Mtume anasema ashaddu nas adhaba yawm al-qiyamah al-musawwirun, atakaokuwa na adhabu kali siku ya kiyama na kupiga picha. Kwa hiyo nakuhusia pia na wewe ndugu yangu ambaye una picha, ndani ya toba yake ni kwenda kuzichoma moto. Usisahau mpaka Ramadhani inaisha hujafanya toba ya picha. Fanya toba katika toba zako, na picha ulizopiga fanyia toba. Na toba yake lazima ukazichome moto. Hakuna toba zaidi ya hiyo. Kama kuna toba nyingine zaidi ya kwenda kuzichoma moto, kazichome moto ndio toba yako. Zibaki picha za dharura, passport size kwa ajili ya passport, leseni, nini na vitambulisho, hizo ndio zibaki. Ama zingine zinakuingiza kwenye balaa. Na mimi nitakushangaa kwamba mwezi huu wote uishe hujafanya toba ya hilo. Wani usifanye toba hii? Sababu hilo ni kabira, ni kabairi dhunub. Katika madhambi makubwa. Na swali. Ndio. Ukaweka kwenye simu yako kwa masharti. Anasema kwamba mtu amechukua dawa ya mtu na akaweka kwenye simu yake. Kamchukua tu yeye anafanya dawa, kaweka kwenye simu yake labda kwa ajili ya kupata mawaidha, si ndio? Huyo ni sawa, lakini kwa sharti ile sura yake isiweke kwenye simu. Kwa sharti yani ile sura yake ile isiwe kwenye simu. Maana kuna watu simu zao wameweka wake zao juu, watoto nini, vitu ambavyo haviruhusiwi. Haviruhusiwi kidini. Wewe kumweka mtoto wako kwenye simu, sio ukiwasha unamuona, ndio ukiwasha unamuona mke, hiyo ni vitu havipo kwenye dini. Yaani hiyo na yenyewe inachukua hukumu ya picha kama ile uliopiga wakati umeshiba pilau ima siku ya Idi. Kwa hiyo haifai kabisa. Ndio maana malaika waingia ndani ya nyumba yenye nini? Sio kasema hapo hizi picha zinakusudiwa ni midori, ni vinyago. Mtume anasema kullu musawwirin fi an-nar, kila mpiga picha. Sasa wewe unataka kutafsiri hadithi hii, unaleta tawili ni vyenye kuchongwa. Kwani wewe picha unajua ni nini? Sura unajua ni nini? Sura si hapa ya mtu inaonekana sio sura. Lao mtu atampiga mtu picha kwa kakata kichwa. Hiyo inakuwa ni sura. Yaani wakapigwa picha lakini ikawa kichwa hakipo. Inakuwa ni picha hiyo. So picha. Kwa hiyo sura hii ndio imezuiliwa. Kwa hiyo kwa sharti kama utakuwa umehifadhi ionekane sawa, lakini kama wewe utaiweka kwenye kioo au kaweka kwenye mtandao kule, watu wanakuona kwenye status huko, wewe mtu wa sunna unaonekana kule tena na wewe sura yako. Sunna gani unatangaza wewe? Kwamba kule kwenye status unambandika mkeo, mtoto wako nini? Sunna gani? Sisi watu wa sunna tu kwa hivyo. Tuwezi kujiweka sisi kwenye status huko. Umeweka mkanda nje na umejiweka huko sijui umevaa nini? Umeweka mwanao, mtoto wako, mke wako, mama yako, baba yako. Vyote vile. Miezi mitatu ikipita unaweka mama. Miezi mitatu ikipita mtoto wako. Miezi mitatu ikipita wewe mwenyewe. Ukipita wala sijui mke wako. Nini maisha gani ya kichanzi kama hayo? Kila kishanzi yafai. Shika sunna shika. Vingine vyote tupe mbali. Na ukiona umetereza umekumbushwa rudi.
hapa ilikuwa bahati mbaya nimejitokeza tu, basi Allah naomba nisamehe. Hili ni ovu mimi nalichukia. Sisi hatuwezi kuwa mabango bwana. Hatuwezi kuwa mabango. Madhara yake ni makubwa. Madhara yake ni makubwa. Wewe ka gari, weka nyumba, weka mti, weka hivyo visivyokuwa na roho. Na kama una picha kwenye nyumba yako kaitoe, muombe Allah kusamehe. Na ujue kwamba wewe ndani ulikuwa unaishi na mashaitani na malaika hawaingii ndani ya nyumba yoyote kumening'inizwa picha, hawaingii. Yote vile. Maana wengine anaona sasa mimi nilikuwa serikalini, mtu mmoja anaenda kwake, kaniita, nilipoingia naangalia nyumba. Sasa mimi nikamwambia picha hizi za nini? Unajua bana, sisi tumefanya kazi serikalini, kwa hiyo marais wa staff nini nani kababana hizi natakiwa utoe, yani haiwezekani kabisa. Kuingia mimi kwenye nyumba ambayo kuna picha, yani mimi huwa sipendi kuingia ndani ya nyumba kuna picha. Kwa hiyo natakiwa zitoke. Kama zitoke basi mimi naondoka. Naondoka. Mimi naingiaje nyumba kuna picha, kuna mimi nimekaa. Nakaa vipi? Mtume mwenyewe kuingia nyumba yenye picha aliondoka, hapo mimi anakaa na kavi. Walimwambia Mtume anakuwa inna fil baita ra'aytu fil baita tasawira. Nimeona kwenye nyumba pale kuna picha. Kwa hivyo malaika la tadkhul baita fihi sura. Malaika wengine ndani ya nyumba kuna picha. Sasa malaika wengine tunaingia. Mtume akakataa kuingia. Nikamwambia bana, ni mawili tu, ima usitoe, tuendelee na mazungumzo ulichonitia unabii, ima usiache viniondoke. Basi akazitoa zile picha zote akaweka chini, tukaongea. Mshida gani na hili na hili na hili. Kaambia ni kweli. Sasa wewe kama una picha hizi zote, kwa nini usishindane na mashaitani? Kama wewe umejaza, wewe ndio unawaita mashaitani. Kwa nini usisumbulie? Hii nyumba ieleweki, unajua haijafanywa kafara gani? Wewe mwenyewe umeweka na shetani wenyewe, yule pale shetani mmoja alikuwa ameweka pale, mwingine umejaza nyumba zima shetani. Kwa hiyo umeshazitoa, fanya tauba, uje usomee lingine lao kai salama na usizirudishe tena. Maana nafsi nayo ilivyo. Unaweza kuona kwamba la shaka ameondoka. Basi bwana ameondoka na dini yake, mimi nazirudisha. Na vitu vya tahadhari sana. Kuna tahadhari sana kwenye nchi. Sije ukaambiwa siku ya ipe roho hiyo picha. Wewe uliona mtu ipe roho. Sije ukadanganyika na baadhi ya mashauri ambao wenyewe wanaona. Hizi ni sawa tu. Zile za kuchonga na vinyago. Hamna, zote ni sawa. Kwani Mtume aliposema kullu bid'atin dalala, kila uzushi ni upotevu. Akasema isipokuwa uzushi fulani ndio mzuri. Na aliposema kullu musawwirin fi nar, wewe kama ilivyokuja kullu bid'atin dalala na ndivyo itakuja kullu musawwirin fi nar, zote zinafanana. Zote ni hivyo hivyo. Isipokuwa labda bid'a fulani ndio nzuri, hakuna hicho kitu. Hakuna hicho kitu. Na wenye picha kweli. Naam. Kujiepusha cha kufanya kwa hivi. Mtume salama anasema Mtume alikuwa haoni kitu chochote chenye msalaba wala picha, lazima akiondoe. Kwa Mtume mwenyewe anasema hakuna yeye ndani kwake kukaonekana kitu chochote kina sura au kina msalaba, lazima kifute. Kwa hiyo sisi ni kimoja, wewe ukiingiza sabuni na nini na sura ya mtu, futa, ondoa sura. Mafuta na nini, futa. Tafuta hata makapeni, futa. Daftari kuna nini, wewe ondoa. Maana dunia sasa hivi imekaa kutaka kuingiza watu tu waingie kwenye makosa. Kwa hiyo vitu vingi wametengeneza hivyo hata nguo. Wamama wanapoenda kununua nguo wajiepushe nguo zenye misalaba na nguo ambazo zina nini? Zina picha. Ni maana ni bwana hizi. Kinga ya nyumba isiingiliwe na mashaitani. Miongoni mwa kinga ya kuzuia nyumba ndani mashaitani wasiingie, misalaba isiingie ndani, picha zisiingie ndani. Kwa hiyo watu wanaenda kufanya shopping, lakini wakirudi tunaangalia kisheria ni kitu gani hakipo sawa. Hii iko sawa, hii iko sawa, hii iko sawa, turekebishe. Tunaenda kufanya shopping, ni vitu gani tumezidiwa na sheria tusinunue.
ni nguo design gani? Lazima watu usome. Hata hizi rangi, kuna watu wanajivalia kanzu wanaenda msikitini, lakini ile kanzu haruhusiwi kuvaa. Kutana na kanzu ya njano ananunua na vaa. Sisi tumekataza kwa mambo za njano na Mtume alayhi salatu wasalam tuzuie. Au nyekundu yote nyekundu yenyewe ni nyekundu ilivyo, sisi tumeziwiliwa. Labda iwe ni nyekundu afu imeingia na kitu fulani, ndio? Iwe ni njano lakini kuna nakshi zingine zimeingia. Sasa hayo mambo mpaka watu waingie darasani asome mke asome mume wataelewa. Lakini hivi huwezi kuelewa, utachukua dhambi. Nanunua nguo na kuirudisha kama ni ndugu yangu anajua bana hii kazi nimenunua. Lakini kumbe hii ni njano hii ni njano hii. Sasa njano sisi tumeziwiliwa kwa baa. Hii bana iko hivi, hii tumeziwiliwa. Maana kuna vitu Mtume ameziwia, hii hakuna kuvaa hii kwa sababu hii na hii iko hivi. Yaani Mtume ameenda amebainisha vitu. Kwa hiyo jitahidi sana kujiepusha na vile vitu ambavyo vina nini? Vina kasoro ambavyo vinaweza kutuletea shida na nini? Na mizozo ndani ya nyumba isiyokuwa na maana. Na istimna, mtu ambaye amejitoa manii kwa nguvu, waliyadhu billah, mchana wa Ramadhani fasiyamuhu batil, funga yake ni batil na inatakiwa jailike. Wa tauba ila Allah azza wa jalla, na kufanya tauba kwa Allah. Mwingine anauliza ustazi, mimi nimekupatia binti na niye ametoka fi Ramadhan, la hawla wala quwwata illa billah. Binti somke fi Ramadhan, fi nahari Ramadhan, mchana wa nini? Siyamu kabati, na ndio funga yako fake ya hivyo unafunga, unahitaji tauba na kulipa. Haya ni matukio ya ndani ya Ramadhani. Haya ni matukio yako ndani ya mwezi huu. Ni hatari sana. Maana kuna vitu vingine ukifanya mpaka watu wenye imani ya shima wanakushangaa vipi? Sasa wewe mtu ajichue ndani ya Ramadhani ndio imani bali unamuona kwa sababu na hala Ramadhani mchana mwezi wa nini? Maana alishazoea, naona mimi nimeshakaa wiki mbili tatu sijafanya hivi, naona kama sijaenjoy. Sasa mchana mwezi wa Ramadhani, lakini yeye anamtuma kwamba hii mimi so zina famani bitala wa dhalika fa ulaika fulani, atakayetoa manii njia tofauti ya mke na njia za kisheria, huyo ni adui wa nani? Wa Allah, adui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wewe ni adui wa Allah, maana yake si sawa. Nasallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala. Kama wadamtiza kesho